Ndugu washiriki, leo tumekusanyika hapa Kigoma, wilaya ya Kigoma mjini, tukiungana na jumuiya ya kimataifa IMO kufungua maadhimisho ya kimataifa ya siku ya baharia duniani ambayo huadhimishwa rasmi kila tarehe 25 Juni ya kila mwaka. Ndugu washiriki, lengo kuu la maadhimisho haya ni kujenga uelewa kwa umma kuhusu mchango mkubwa wa kiuchumi na kijamii unaotolewa na mabaharia wetu. Tunaungana na mataifa mengine duniani ambao ni wanachama wa IMO katika kuitambua na kuheshimu kazi ngumu ya mabaharia, lakini yenye thamani kubwa kwa jamii zetu. Ndugu washiriki, katika maadhimisho haya leo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa huzuni kubwa inachukua pia fursa kuweza kutoa pole kwa familia ambazo zimeondokewa na ndugu na marafiki wakiwemo katika shughuli mbalimbali za ubaharia, na kwa karibu kabisa kuna ajali ambayo ilitokezea katika mgogoro ambao unaendelea Mashariki ya Kati, ambapo ndugu Mchama Maregesi Mongu alifariki tarehe 3 Mei katika boti ya kuvuta tugboat iitwayo Volance iliyokuwa inatokea UAE ambayo ilipita katika mfereji wa Hormuz. Lakini pia kwa karibu kabisa kuna ndugu Captain Kombo Mwarabu Ali na ndugu Ikram Salim Mohamed ambao pia na wao walipata ajali siku ya tarehe 17 Aprili 2026 kwa kuzama meli ya mizigo iitwayo MV Jozani 2 katika mwambao wa Tanga ikielekea Zanzibar. Kwa Mwenyezi Mungu ajalie aweke roho zao peponi. Amin. Ndugu washiriki, pamoja na mafanikio makubwa katika sekta ya majini, serikali inatambua uwepo wa changamoto zinazowakabili mabaharia hususan katika eneo la ajira. Baadhi ya mabaharia wanakumbana na mikataba duni ya ajira, ucheleweshaji wa mishahara na wakati mwingine kupata ajira zisizolingana na taaluma au kukosa ajira kabisa. Serikali ikishirikiana na waajiri inaendelea kuboresha mikataba hii ili kulinda maslahi na usalama wa mabaharia wetu. Ndugu washiriki, ni vyema kukumbushia kuwa Tanzania imeridhia mkataba wa kazi za mabaharia wa mwaka 2006 Maritime Labour Convention, na tunachobakia tunataka kuona mabaharia wetu wa Tanzania wakiwa si tu wana sifa za kitaaluma bali pia wanafanya kazi katika mazingira yenye utu, usalama na maslahi stahiki, na hii ndio maana halisi ya kauli mbiu ya mwaka huu. Ndugu washiriki, katika siku hii muhimu, nitoe wito kwa vijana wetu wa Tanzania kuona sekta ya bahari kama sekta ya fursa, ubunifu na mafanikio, na kuona bahari sio kizuizi kwa nchi yetu kuwafikia wengine, bali ni mlango wa fursa kwetu. Kwa hiyo wachangamkie kupata mafanikio kupitia fursa hii. Nitoe wito pia kwa waajiri wenye meli na mawakala wa ajira za baharini kuendelea kutoa ajira kwa wingi, kuheshimu haki za mabaharia na kuzingatia viwango vya kitaifa na kimataifa vya ajira. Mabaharia wetu wanastahili mazingira bora ya kazi yatakayowezesha kutoa mchango wao kikamilifu. Ndugu washiriki, vile vile naomba nitoe wito kwa mabaharia wetu kuendelea kwa mabalozi wazuri wa nidhamu, weledi na uzalendo popote wanapotekeleza majukumu yao duniani. Waepuke kutumiwa vibaya na watu wenye tamaa kama vile kubebeshwa madawa ya kulevya, kutumika kusafirisha watu haramu na yote mabaya ambayo yanaharibu soko na sifa za ajira duniani. Dunia leo inahitaji mabaharia wenye ujuzi, maadili na uwezo wa kuendana na mabadiliko ya kiteknolojia. Hivyo mtumie fursa hii kujifunza kila mnapopata fursa ya kufanya hivyo. Ndugu washiriki, naomba pia nitumie fursa hii kuwapongeza mamlaka zetu za sekta ya bahari TASAC na ZMW kwa kazi kubwa ambayo wanaendelea kuifanya katika kusimamia na kukuza sekta ya majini. Lakini vile vile tunapongeza vyuo vya mafunzo ya bahari kwa kuendelea kuzalisha wataalamu wenye uwezo wa kuipelekea Tanzania mbele katika ushindani wa kikanda na kimataifa. Kwa kipekee pia tunawashukuru wadau mbalimbali wakiwemo waajiri, wamiliki wa meli, mawakala wa meli
wadau wa usafirishaji na biashara za baharini. Vile vile nichukue fursa hii kuweza kuwashukuru vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuweza kufanya kazi kubwa ya kuhakikisha maji yetu yako salama pamoja na ufuatiliaji wa uokozi pale ambapo panatokea majanga. Shukrani za kipekee pia ziende kwa vyama vya mabaharia wakiwemo UMESA, NOAT, ZAWOSA, ZASU, DASU, JMT na wengineo kwa kuweka pamoja mabaharia wetu na kuwapa moyo na kuendelea na kazi zao